الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Na ni vyake yeye Allah vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi, na kwake yeye Allah tu ndiyo hurejeshwa mambo yote ya waja. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, na ni vya Allah vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwa Allah ndio hurejeshwa na kurudishwa mambo yote. Shekhi wangu hapa anasema walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, ni vya Allah vilivyomo katika mbingu na vile vile ni vya Allah vilivyomo katika ardhi. Mulkun lahu wahdahu khalqan wa tadbira, na ni miliki yake Allah aliyakuwa peke yake kwa kuviumba hivyo na kuvipangilia. Allah tabaraka wa taala ni mwenye ufalme wa vitu hivi. Wa masiru jamii al-khalaiq ilayhi wahdahu, na marejeo ya viumbe vyote ni kwake yeye Allah, hali ya kuwa ametukuka Allah tabaraka wa taala. Imana kwamba viumbe vyote vinarejea kwake subhanahu. Fayujazi kullan ala qadri istihqaqihi, na atakilipa Allah kila kimoja juu ya kile kiasi cha kule kustahiki. Maana kila kimoja kitalipa kwa stahiki ambayo inastahiki kulipwa. Maana ikiwa ni cha kheri basi kitalipwa kheri, ikiwa kiumbe hicho ni kibaya, ni kiovu, basi kitalipwa shari. Maana hakina makazi zaidi ya motoni ikiwa ni kibaya, ikiwa ni kiema basi hakina makazi zaidi ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na hii ni kuthibitisha ule almulku almutlaq, ule ufalme ambao unazagaa ni wenye kuenea kila mahali. Kwa sababu ufalme wa aina mbili, kuna almulku almuqayyad, kuna ufalme ambao umefungwa kwa maeneo fulani, na ndio wafalme wetu waliokuwa kwa mbinguni, walikuwa kwa ardhini. Hawa ni wafalme ambao wanatawala kutokana na sehemu. Alafu na almulku almuqayyad, almulku almutlaq, ufalme huu ni wa Allah tabaraka, yeye ndiye mwenye kutawalia mbinguni. Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kutawalia ardhini. Ni ufalme ambao umeachiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, umedhihirishwa umma huo kwa ajili ya watu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mnawaamrisha watu mema na mnawakataza watu na mabaya. Wa tu'minuna billahi, na mnamwamini Allah hali ya kuwa peke yake. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, na lau wangeliamini wale watu waliokuwa vitabu min alyahudi wan nasara, ingelikuwa ni bora zaidi kwa wao. Minhumul mu'minun, na miongoni mwao waislamu katika hao Mayahudi. Wa aktharuhumul fasiqun, na wengi wao ni waasi, wengi wao ni wenye kutoka katika toa ya Allah. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah tabaraka, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Manake wanaambiwa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukhrijat linnas, umedhihirishwa umma huo, umetolewa umma huo kwa ajili ya watu. Ubora huo umepatikana kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. La kwanza, mnaamrisha watu mema. Jambo la pili, mnawakataza watu mabaya. Jambo la tatu, mnamwamini Allah hali ya kuwa peke yake. Haya mambo matatu imekuwa ni sababu ya kuwa umati huu bora kuliko nyuma zilizopita.
walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum, na lau wangeliamini wale watu waliokuwa vitabu. Na ahlul kitabi hapa yuqsadu bihim, kusudiwa wao kwamba ni Mayahudi na Manasara. Lakana khayran lahum, Allah anasema ingelikuwa ni bora zaidi kwa wao na wangemwamini Allah na vile vile wakaamini siku ya mwisho na wakaamini mitume wa Allah yote, ilikuwa ni bora kwa wao. Minhumul mu'minun, kuna miongoni mwao Waislamu, wa aktharuhumul fasiqun, na wengi wao ni mafasik, ni waasi. Wao wanasema antum ya ummata Muhammadin, nyinyi umma Muhammad, khairul umam, ni bora za nyumma zilizopita huko nyuma. Wa anfa'u nnasa linnas, na nyinyi ni watu wenye manfaa kwa watu wengine. Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mambo mema. Na nini maana ma'ruf? Wa huwa ma amara bihi Allah wa rasuluhu, ma'ruf ni jambo ambalo ameliamrisha Allah na mtume wake, hiyo ndio inakuwa ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, na mnawakataza watu mabaya. Wama huwa al-munkar, hilo jambo baya ni lipi? Wa huwa kullu ma naha anhu Allah wa rasuluhu, kila jambo ambalo limekatazwa Allah na mtume wake. Watusaddiquna billahi tasdiqan jaziman, na vile vile mnamsadikisha Allah kule kumsadikisha ambako ni kwenye kutinda na kwenye kukata moja kwa moja. Yuayiduhu al-amal, kusadikisha ambako kunatua nguvu na matendo mema. Walau amana ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara, kwa maana lau kwamba wangeliamini wale waliokuwa vitabu katika Mayahudi na Manasara, bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kumwamini mtume Muhammad, rehma na amani za juu yake. Wama jaahum bihi, na yale ambao aliyowaletea, min indillahi, kutoka kwa Allah. Kama amantum, kama mlivyoamini nyinyi. Kana khayran lahum fi dunya wal akhirah, ingelikuwa ni bora kwa wao, kwa hao Mayahudi hapa duniani na kesho akhera. منهم المؤمنون المصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم, kuna katika Mayahudi na Manasara ambao ni Waislamu, waliingia katika dini ya Uislamu na ikawa ni wenye kusadikisha ujumbe, utume wa mtume wetu Muhammad. Al-amiluna biha, ambao ni wenye kuifanyia kazi. Wa hum qalil, na hao ni wachache waliokubali dini ya Uislamu. Min al-yahudi wan nasara, hapa Sheikh wetu anasema wa hum qalilun, hao ni wachache. Wa aktharuhum al-kharijuna an dini llahi wa ta'atihi, wengi wao wametoka na kuiacha dini ya Allah na taa yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lan yadurrukum illa adha, hawatokudhuru nyinyi isipokuwa maudhi tu wataweza kuwafanyia. Na hao Mayahudi na Manasara. Wa in yuqatilukum, na kama watapigana vita na nyinyi, yuwallukumul adbar, watawageuzieni nyinyi migongo yao, manake watatoka mbio, watakimbia, watawakimbieni. Thumma la yunsaru, kisha hawatopata au kisha hawatonusuriwa, manake hawatopata wenye kuwanusuru. Lau kwamba Uislamu wanaamua kupambana na Mayahudi na Manasara na ikawa ni wa kweli katika mapambano yao, basi tufahamu kwamba hawa Mayahudi na Manasara watatoka mbio. Antum ashaddu rahabatan fi sudurihi min Allah, hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka. Sisi wenyewe tutajichanganya, sawa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema lan yadurrukum illa adha, hawatokudhuruni nyinyi, manaka hawawezi kuwadhuruni nyinyi illa adha, isipokuwa maudhi tu. Yani Mayahudi na Manasara hawana uwezo wa kuweza kuwadhuru Waislamu isipokuwa lao wao ni kuwaudhi, tunakuwapa maneno ya maudhi, kuwafanya tendo la maudhi basi. Lakini adharu dhidi almuslimin, hii manaka hawana uwezo hata. Wa in yuqatilukum, na kama watapigana vita na nyinyi au Mayahudi na Manasara, yuwallukumul adbar, watawageuzieni nyinyi migongo yao, manake wataigeuza migongo yao kuwageuzieni nyinyi. Thumma la yunsarun, kisha hawatanusuriwa.
Sheikh hapa anasema lan yadhurrakum haulai alfasiqun, hawana uwezo, maana hawatawadhuruni nyinyi hawa waasi hawa min ahli alkitab, katika wale waliokuwa min alyahudi wal nasara, illa ma yudhi asma'akum, isipokuwa yale ambayo watakayowafanyia maudhi katika masikio yenu, min alfadhi shirki wal kufr, kuweza katika yale matamko yale matamshi yale ya kishirikina, matamshi yale ya kikafiri, wa ghairi dhalika, na mengine yasiokuwa udhi ambao unaweza kudhihirisha kwa Uislamu. Wa yuqatilukum, na kama watapigana vita na nyinyi, yuhzamu, watashindwa, hawataweza kupambana na Uislamu. Wayaharubu, na watakimbia, muwallina aladba, hali ya kugeuza migongo yao, migongo yao wanaigeuza kutoka mbio. Thumma la yunsaruna, kisha hawatanusuriwa, alaikum, dhidi yenu, bi ayi hali, kwa hali yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhuribat alaihim dhilla, umepigwa kwa wao muhuri wa udhalili. Aina ma thuqifu, mahali popote watakapokutwa, illa bihablin min Allah, isipokuwa kwa kule kukamatana na ahadi ya Allah, wa hablin minan nas, na kule kukamatana na ahadi ya watu. Wabau bighadabin min Allah, na wakastahiki chuki tokao kwa Allah, au Yahudi na Nasara na wenye kufanana na hawa. Wadhuribat alaihim almaskana, na ukapigwa kwa wao muhuri wa umaskini. Dhalika, hayo biannahum kanu yakfuruna biayati llah, kwa sababu wao walikuwa wanazikanusha aya za Allah. Wayaktuluna alanbiyaa bighairi haqqin, na vile vile wanawaua manabii mitume wa Allah pasna haki yoyote. Dhalika, hayo bima asaw, ni kwa sababu ya kumwasi Allah. Wa kanu ya'tadun, na hawakuacha kuwa ni wenye kupetuka mipaka katika mipaka ya Allah tabaraka. Haulahum alyahud, haulahum an-nasara, hawa ndio mayahudi, hawa ndio manasara. Dhuribat alaihim dhilla, na umepigwa kwa wao ule muhuri wa udhalili, kwa kuwa ni madhalili, kama ni wanyonge. Aina ma thuqifu, popote watakapokutwa, muhuri wa udhalili umepigwa kwa wao. Illa bihablin min Allah, isipokuwa kwa kule kukamatana na ahadi ya Allah. Hablin minan nas, kukamatana na ahadi ya watu. Wabau, na wakastahiki bighadabin min Allah, kwa chuki kutoka kwa Allah, manake wakarejea hali ya kuwa ni wenye kustahiki chuki ya Allah. Wadhuribat alaihim almaskana, na ukapigwa kwa wao muhuri wa umaskini. Dhalika, hayo yote hayo, biannahum kanu yakfuruna biayati llah, kwa sababu wao walikuwa wakizikanusha, wakizikataa aya za Allah, hawana habari nazo, tupilia mbali na kuzipa nyongo. Wayaktuluna alanbiyaa bighairi haqqin, na vile vile wanawaua manabii mitume wa Allah pasna haki yoyote, kama vile baadhi ya mitume walioua, mfano Yahya bin Zakaria walimuua, na mitume wengine. Mitume wa Allah anawapelekea watu hawa kwa ajili ya nafsi zao, wapate ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul arsh, rabbus samawati wal ardh, ndipo wanamuua. Dhalika, hilo bima asaw, kwa sababu vile walivyoasi. Wakanu ya'tadun, walikuwa ni wenye kupetuka mipaka. Ai ja'ala Allahu alhawana was-saghar, amejalia Allah unyonge na udhalili. Amran lazima, likawa ni jambo lenye kulazimiana na wao. La yufariqu alyahud, jambo hili alikuwa haliachani na Mayahudi. Mayahudi walikuwa ni wanyonge, walikuwa ni madhalili kabisa. Fahum adilla muhtaqirun, walikuwa hawa ni madhalili, watu wanyonge. Aina ma wujidu, mahali popote watakapokutwa wamekuwa ni watu madhalili, watu wanyonge, hawana raha. Illa biahadin min Allah, isipokuwa unyonge huu utaondoka kwa kule kukamatana na zile ahadi za Allah. Wa ahadin min an-nas, na ahadi zitokao kwa watu. Wa hum aqdu dhimmati lahum ilzamuhum ahkam al-islam, na kule kufunga yale majukumu, kuwafungia wale dhima kwa wao na kuwalazimisha wao kuzifuata zile hukumu za Uislamu.
waraja'u bighadabin min Allah, na wakarudi karejea wao kwa hasira zitoka kwa Allah, mustahiqina lahu, hali yakuwa ni wenye kustahiki hasira hizo. Wadhuribat alayhim ad-dillatu wal maskana, na ukapigwa kwa wao muhuri ule wa udhalili na umaskini. Fala tara al-yahudiyya illa wa alayhi al-khawf wal-ru'b min ahlihi, hautamuona myahudi yoyote isipokuwa pana juu yake hofu na ule uoga wa wale Waislamu. Japo sisi tunahofia, lakini wao wanahofu zaidi Waislamu kuliko hata sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, laisu sawa, hawakuwa hao mayahudi na manaswara ni wenye kulingana sawa. Min ahli alkitab, sawa, wapo katika wale waliokuwa kitabu. Ummatun qaima, kundi lililonyooka katika haki. Yatuluna ayati llahi ana al-layl, wanazisoma aya za Allah nyakati za usiku. Wa hum yasjudun, na hali ya kuwa wao wanaswali. Lakini Waislamu hawa kuna katika wao, sio kwamba wote mayahudi wote walikuwa ni makafiri, manaswala wote walikuwa ni makafiri. Kuna ambao walioingia katika dini ya haki na kuikubali, japo ni wachache. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Sawa, laisu sawaa, hawakuwa hao mayahudi na manaswara ni wenye kulingana sawa. Sawaa bimaana mustawi, ni wenye kulingana sawa. Hawa hawakuwa hivyo. Min ahli alkitabi ummatun qaima, lipo katika wale waliopewa kitabu min alyahudi wan nasara ummatun qaima, lipo kundi lililonyooka katika njia ya haki. Ay jamaa yatuluna ayati llahi ana al-layl, wanazisoma aya za Allah nyakati za usiku. Wa hum yasjuduna, hali ya kuwa wao wanamsujudia Allah, bimaana wanaswali. Laisa ahlul kitabi mutasawiyin, hawakuwa wale watu wa kitabu min alyahudi wan nasara ni wenye kulingana sawa. Faminhum jama'atun mustaqima ala amri llahi, mna katika wao kundi lililonyooka liliokuwa limesimama katika mstari wa sawasawa juu ya kutekeleza amri za Allah. Mna katika wao, katika mayahudi na manasara, mu'minatun bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi hilo lenye kuamini mtume ambaye ni Muhammad, mtume wa Allah. Yaqumuna al-layl, tena wanasimama wakati wa usiku. Murattalina ayati al-Qur'an al-Karim, hali yakuwa ni wenye kuzisoma zile aya za Qur'ani tukufu. Muqbilina ala munajati llahi fi salawatihi, hali yakuwa ni wenye kuelekea juu ya kunong'ona na kuzungumza yale mazungumzo ya siri na Allah katika wakati, katika sala zao za usiku. Ama husimama usiku akaswali akamwomba Allah tabaraka wa taala, na ikawa ni Waislamu wa haki kabisa. Kuna katika mayahudi na manasara, lau kama utamwangalia utakuta asili yake alikuwa ni Myahudi, ukamtazama kwa undani utakuta asili yake alikuwa ni Mnasara, lakini ameikubali dini ya Allah tabaraka. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Wayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na wanaamrisha watu mema na kuwakataza na mabaya. Wayusari'una fil khairat, na wanafanya haraka katika mambo ya khairi. Wa ulaika minas salihin, na hao ni katika wale watu wema. Allah anazingatia katika wale ni Wayahudi wal Nasara min ahli alkitab, na hii ndio maana laisu sawa, hawakuwa sawa. Au Mayahudi na Manasara hawakuwa sawa. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Allah na siku ya mwisho wa yaumul qiyama. Na nguzo mbili hizi ndio ilikuwa ni nguzo ngumu sana kwa makafiri kuziamini, tena hasa wale kufaru Makka min Quraish. Al-iman billahi wal iman bil yawmil akhir, kumwamini Allah tabaraka wa taala na kuamini siku ya mwisho. Nguzo hizi zilikuwa ni ngumu sana kwa makafiri na washirikina kuziamini kabisa, kuliko hata nguzo nyingine zilizobaki. Ni ngumu sana, lakini kundi katika Mayahudi na Manasara waliweza kuamini nguzo hizi na nguzo nyingine katika nguzo hizi, kama ni Waislamu, tena Uislamu wao ambao ni Uislamu mzuri uliokamilika, hawana shaka. Wayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na wanawaamrisha watu mema na wanawakataza watu na mabaya.
wayusari'una fil khairat, na wanafanya haraka, wanafanya pupa katika kutekeleza mambo ya kheri. Jambo la kheri lolote wao wanalifanyia haraka katika kutekeleza. Wa ulaika minas salihin, na hao ni katika watu wema. Wangu wanasema yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hao wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Wa ya'muruna bil khairi kullihi, na wanaamrisha watu kheri yote, kila kheri wao wanaamrisha. Wa yanhauna 'anil sharri kullihi, na vile vile wanawakataza watu waache kufanya mambo ya shari yote. Wa yubadiruna ila fi'li al khairat, na wanafanya haraka baada wal musara'a, fanya haraka na kule kushindana katika mambo, katika kufanya vitendo vya kheri. Wa ulaika min ibadillah, hao sasa wakazingatiwa ni katika waja wa Allah waliokuwa wema. Wama yafalu min khairin, na jambo lolote watakalolifanya katika kheri, falan yakfaru, basi hawatonyima ujira katika jambo hilo, hawatonyima ujira katika jambo hilo. Wallahu alimun bilmuttaqin, Allah ni mjuzi mno kwa wale wenye kumcha Allah. Wama yafalu min khairin, na jambo lolote watakalolifanya katika kheri, falan yakfaru, basi hawatokanushiwa ujira katika jambo hilo, hawatonyimwa ujira katika jambo hilo, manake watapewa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala hamdhulumu bwana wako yoyote, watapewa katika hilo. Mani shartiya, kwa sawa min khairi. Kuna wengine mimi wanafanya ni bayani jinsi sawa, na hii ndio sawa, kwa sababu khairi ni ismu jinsi. Kuna wengine wanasema mimi ni zaid. Wama yafalu min khairin, na chochote watakachokitenda, watakachokifanya katika kheri, falan yakfaru, basi hawatokanushiwa katika ujira katika kheri hiyo, maana hawatonyimwa ujira, hawatonyimwa malipo katika kheri hiyo. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah ni mjuzi kwa wale wenye kumcha Allah. Aywa ayu amali, na amali yoyote, kitendo chochote, kafara sawa, kilichokuwa kingi au qalla, au kilichokuwa kichache, bimaana amefanya amali ndogo au amefanya amali kubwa, min a'mali alkhairi, katika matendo ya kheri, ta'maluhu hadhihi ta'ifatu almu'mina, amali ambayo inaotendwa na kutekelezwa na hili kundi ambalo la Kiislamu katika kundi la Kiyahudi, falan yudhi'a inda Allah, amali hiyo haitokutia bure mbele ya Allah kwenye fadhila, bali yushkaru lahu, bali itakubaliwa kwa wao. Wayujazuna alayhi, na watalipwa. Wallahu alimun bilmuttaqin, Allah ni mjuzi mno kwa wale wenye kumcha yeye. Alladhina fa'alu alkhairat, almuttaqina ni wale ambao waliofanya khairi mbalimbali. Wabtaadu anil muharramat, na wakajiepusha na vile vyenye kuharamishwa. Tighaa ridwanillahi, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Wa talaban li thawabi, na vile vile kutaka malipo yake. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a, haitowafaa wao, hazitowafaa wao mali zao wala watoto wao, min Allah shay'a, kutokana na Allah na chochote. Wa ulaika ashabun nari, na hao ni watu wa motoni. Hum fiha khalidun, hao humo ni wenye kukaa milele. Hawa ni ahlun nari wa motoni. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao waliokufuru, wale ambao waliokanusha, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, haitowatosheleza wao, hazitowatosheleza wao mali zao wala watoto wao, min Allahi, kutokana na Allah, kutokana na adhabu ya Allah. Kuna mali itakaweza kumsaidia mtu wala watoto wake, na hii ndio maana ya maneno ya Allah tabarak wa taala aliposema, yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, illa man ata Allah biqalbin salim. Qalbin salim, qalbin mukhlis,
lillah azza wa jalla, basi kuwa na mali zako mpaka uchoke hapa duniani, kuwa na watoto wako mpaka yani wale watoto wakipita mitaani watu wakaanza kuelekezana vile watoto mtu fulani wabanina shuhuda, kama alivyokuwa Walid ibn al-Mughira, lakini haisaidii chochote mbele ya Allah tabaraka kabisa. Haya mapambo katika mapambo ya dunia, sio ukawa na shilingi zako 10,000 mapambo ukaanza wajisifu kweli kweli, ni hela samaki tena uono alafu kwa sawa mashaka zangu kabisa. Wa ulaika ashabun nari, na hao ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, na hao humo ni wenye kukaa humo milele. Sheikh anasema innal ladhina kafaru biayati llah, hakika wale ambao wamezikanusha aya za Allah, wakadhabu rusula, na wakaipinga mitume yake, lan tadfa anhum amwaluhum wala auladuhum, maana kwamba hawatozuiliwa wao na mali zao na watoto wao shay'an chochote min adhabi llahi fi dunya wala fil akhirah, kutokana na adhabu ya Allah kwa duniani wala kesho. Wa ulaika ashabun nar almulazimuna laha, na hao ndio watu wa motoni wenye kulazimiana na huo moto. La yakhrujuna minha, hawatotoka humo. Makafira hawatoki motoni jamani, kama tulivyozungumza katika zilizopita huko nyuma, hata yalija aljamal fi sammi alqiyas, kama alivyosema Allah tabaraka, mpaka ule ngamia ule aingie kwenye tundu la sindano. Kisha mwanangamia kaingia kwenye tundu la sindano alafu akatoka, yule ndio kafiri anaweza kutoka katika moto. Lakini kama haiwezekani, sasa haiwezekani hivyo hivyo, ili mtakuwa mlielewa vizuri. Kishakaa huko maskani majumbani huko, muelewe hivyo kwamba washirikina na makafiri hawakiingia motoni hawatoki kabisa ila al-abad, milele kwa milele. Kwa hiyo tutaka hivyo, hatutaki ni hivyo, tuelewa sawa, hatuelewi sawa, lakini hali halisi kwa hivyo jamani, kwa sawa. Na tunapozungumza makafiri na Waislamu, kusudia sisi wanadamu, kuna Waislamu na makafiri. Siramda mkakaa kama mwangalale ng'ombe na mapunda, sisi ndio kuna makafiri miongoni mwetu, Allah tuhifadhi, na miongoni mwetu kuna waumini, Allah tujalie ni katika Waislamu. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya, na mfano wa vile ambavyo wanavyovitoa katika maisha haya ya dunia, kamathali rihi fiha sirrun, ni kama mfano wa upepo na ndani yake baridi kali. Asabat harath qaumin, uliopata shamba la watu, dhalamu anfusahum, watu ambao wamezidhulumu nafsi zao. Fa ahlakatuhu, ukaweza kuangamiza, manake ule upepo kuangamiza lile shamba. Wama dhalamahumullah, na wala hajawadhulumu wao Allah, walakin anfusahum yadhulumun, lakini nafsi zao ndio wamezidhulumu wao. Allah tabaraka wa taala anazungumza wale wenye kutoa kwa ajili tu maslahi ya dunia. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya, mfano ya vile wanavyovitoa katika maisha haya ya dunia. Kamathali rihin fiha sirrun, ni kama mfano wa upepo na ndani yake baridi kali. Sirru bimaana bardun shadid, yani upepo wenye baridi kali. Sawa. Upepo huo asabat harfa qaumin, uliopata upepo huo shamba la watu, ambao wameingia katika shamba la watu kwa upepo. Dhalamu anfusahum, watu ambao wamedhulumu nafsi zao kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Fa ahlakatuhu, upepo ule ukaangamiza shamba, ukaliangamiza shamba. Kwa sababu manake upepo mkali wenye baridi kali umeingia kwenye shamba ukasambaratisha kila kitu. Ndio wale ambao wanaotoa mali zao kwa ajili ya dunia, manake wanatoa lakini wanapoteza, hawana wanachokutengeneza. Sasa hizi laghau zote za dunia ambazo unazijua wenyewe, zikisaidiwa kwa pesa ya aina yoyote, hiyo inapotea. Ni kama mtu ambaye amelima shamba lake zuri kabisa, alafu baada ya pale likaingwa na upepo mkali, lote ni katika teso, hawana tukipata mbele ya Allah. Wama dhalamahumullah, na wala hawajamdhulumu Allah tabaraka wa taala, walakin anfusahum yadhlimun,
lakini nafsi zao ndio wanadhulumu. Ai mathalu ma yunfiqu alkafirun, mfano wa vile ambavyo wanavyovitoa makafiri, fi wujuhi alkhairi, katika njia za khair. Makafiri ambao kitafutisha watu mwezi, kitafutisha watu mwezi, pengine kitafutisha watu pangani kwa sababu za Ramadhani. Naftari hapo maana za mtu mmoja aitwaje huyu mtu mwenye anafuturisha, aitwa Joseph Kampira. Sawa, alafu nadua nyingi, alafu kutoka pale unashuka na bahasha yako moja. Sawa, na ile bahasha kama vile kama kuna shilingi 50. Sidhani hivyo kwa wangu zaidi. Pale pana 200,000. Kiangalia pia naona nguzo sikukuu. Sio kidao peleke Pemba na haja nako baba. Hawasema Kasim. Fi wujuhi alkhairi, katika njia za khairi, fi hadhihi alhayati dunya, katika maisha haya dunia. Kafiru wanafanya mambo mbalimbali, wama yaamulunahu bithawabi, na yale ambao wanayatarajia wao katika malipo. Kama thaliri, kama vile mfano wa upepo, fiha bardun shadid, alafu upepo huo una baridi kali. Ndio Allah tabaraka wa taala anasema kama thaliri fiha sirrun, ni kama mfano wa pepo kuna ndani yake baridi kali. Upepo una baridi kali sana. Habat, upepo ambao umevumia ala zar'i qaumin, juu ya shamba la watu, kanu yarjuna khaira, watu ambao walikuwa wakitarajia khairi nzuri katika shamba lile. Watu ambao wamelima shamba lao sawa, wameweka mimea imestawi vizuri, wanatarajia khairi. Kija huko mjini bwana, sawa, hapo vizuri, hapo safi kabisa. Nasema bwana, mimi sasa na shamba langu la milioni zote nipo kutoza mdogo wangu kwa China. Sina wasiwasi. Mstari kabisa. Alafu Allah tabaraka wa taala mwishoni kule nimefikia ile wakati wa kuvuna, alitia kimbunga, piga upepo moja standard, vitu vyote vimeng'oka. Wahita bi thamarihi fa asbaha yuqallib ala kaffayhi ala ma anfaqa fiha sir, kale ambalo watu wanageuza mikono namna hiyo, wa hiya khawiyatun ala urushi, au sio bwana? Nafikia hatua hii, hawa ndio makafiri bisababi dhunubihi, na hii ni kwa sababu ya madhambi yao. Allah tabaraka wa taala anasema kamathali rih fiha sirrun, kama mfano wa upepo mna ndani yake baridi kali, asabat harfa qaum, uliopata upepo huo shamba la watu fulani ambao dhalamu anfusahum, wamezidhulumu nafsi zao, lidhunubihi, kwa sababu madhambi yao waliyofanya. Watu wenyewe kumbe kwenye shamba lile ni watu waovu, wanamuasi Allah tabaraka wa taala, hawasitekelezi hukumu za Allah. Kwa ule uovu wao Allah atapelekea adhabu. Ni shamba lao lote akasababisha. Ndio kafiri anapotoa kheri zake katika maisha ya dunia hapati kitu, basi mali aema. Walakin anfusahum wama dhalamahum Allah, wala hawajamdhulumu Allah tabaraka, walakin anfusahum yadhlimun, lakini nafsi zao ndio wamezidhulumu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, sisi la tattakhidhu bitanatan dunikum, msiwafanye wasiri wenu ni watu wasiokuwa nyinyi. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye wasiri wenu wa ndani wenu ni watu min dunikum, wasiokuwa nyinyi. La yaalunakum khabala, hawatowacha kukufanyieni nyinyi uovu, hawatowacha kukufanyieni nyinyi ubaya. Waddu ma anittum, manake wanatamani kupata kwenu tabu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, hakika zimedhihiri tu katika vinywa vyao. Wama tukhfi suduruhum akbar, ala nasema, na vile vilivyofichika katika vifua vyao ni makubwa zaidi. Yani manake kafiri ikiwa kwa mazungumza maneno fulani dhidi ya Uislamu, basi alikuwa katika moyo wake ni makubwa kuliko anachozungumza, wala sio kama kazungumza kwa bahati mbaya. Qad bayyana lakum alayat, hakika tumezibainisha kwa ajili yenu aya. In kuntum taqilun, kwa nyinyi mnafahamu, kwa nyinyi wafahamu. Na hii wanaambiwa wale waumini wasiwafanye makafiri kuwa ni marafiki zao.
tukamfanya kafiri rafiki yake kwa kweli, habari zote amwambia yeye. Lakini tutakuwa tuishi nao katika hali ya mudahana, pakana mafuta. Dari ma dumta fi dari wa ardhihim ma dumta fi ardhihim, sio katika msomo kama huu. Sisi tuishi nao kweli kweli wenzetu. Asante sana baba. Kibaki jandokia mimi bure. Afu zangu zinakaa pembeni. Nikaka sasa muulizana, vipi jamaa, vipi hapo? Anaendaje tena? Shatu wapingu hapo mzee kwa kisimbana la Miranga. Waulizana, vipi? Dua yenyewe ndio hizo zetu. Zafika hapo ni mafeni. Baada zimerudishwa. Sasa sikima na mengi bure sasa hizi. Ya ayuha alladhina amanu, ya ambao mmeamini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye wasiri wenu min dunikum, watu wasiokuwa nyinyi. Bitanatan qauman min dunikum, msiwafanye marafiki zenu ni watu wasiokuwa nyinyi, maana marafiki zenu wawe nyinyi kwa nyinyi. La yaalunakum khabala, sawa, hawatowachakuwa, manake la yaalunakum, hawatowacha, manake hawatowacha nyinyi kuwafanyia uovu, hawatowaacha nyinyi kuwafanyia uovu, kuwafanyia uharibifu. Khabala bi maana fasad, kuwafanyia uovu, kuwafanyia uharibifu. Waddu ma anittum, wanatamani, wanapenda kupata kwenu tabu. Masdaria hii, sawa, wanapenda kupata kwenu tabu, wanatamani kupata mashaka kwenu. Qad badat albaghdha'u min afwahihim, hakika imedhihiri bughdha, chuki katika vinywa vyao, imedhihiri. Wama tukhfi suduru, yale yanayofichwa na vifua vyao ni makubwa mno, wameyaficha. Qad bayyana lakum alayat, hakika tumezibainisha kwenu nyinyi aya mbalimbali. In kuntum ta'qilun, ikiwa nyinyi mnafahamu. Sheikh wangu anasema, ya ayuha alladhina saddaqu llaha wattaba'u rasula, enyi ambao wamemsadikisha Allah na kufuata mtume wake. La tattakhidhu alkafirina awliyaa min duni, msiwafanye makafiri kuwa ni wapenzi wenu, ni marafiki zenu vipenzi badala ya waumini. Mtuliunahum ala asrarikum, mnawachomozeni wao siri zenu, mnawapa. Fahaulai la yaftaruna an ifsadi ahwali, hawa bwana makafiri hawachoki katika kule kuharibu hali zenu na mipango yenu. Wahum yafrahuna bima yusibukum min dararin wa makruh, na wao makafiri wanafurahi mno kwa yale ambayo yanawapateni nyinyi katika madhara na yale yenye kuchukiza, wanafurahi. Wama tukhfu faqad dhaharat shiddatu albughd fi kalamihi, na amedhihiri ule ukubwa wa chuki katika maneno yao. Maneno yao yanadhihirisha kwamba hawa wanatuki na Uislamu. Ndio mafhumu hizi aya. Wama tukhfi suduruhum min aladawati lakum, na yale ambayo yanayofichwa na vifua vyao kutokana na uadui kwenu nyinyi, akbar wa a'zam, ni makubwa mno hayo. Qad bayyana lakum albarahin walhujaj, hakika tumewabainishieni nyinyi hoja zilizokuwa wazi wazi. Litattaidu, ili nipate mauidha, muonyeke. Watahadharu, na mtahadhari, mchukue tahadhari. In kuntum ta'qiluna anillahi, ikiwa nyinyi mnafahamu kutoka kwa Allah mauidha wake, kama mnafahamu vizuri. Wa amrahu wa nahya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ha antum, nyinyi, ulai tuhibbuna, hawa mnawapenda, wala yuhibbuna, na wala hawawapendeni nyinyi. Nyinyi mwapenda, lakini wao hawawapendi nyinyi. Watu'minuna bilkitabi kulli, na mnaviamini vitabu vyote. Wa idha laqukum, na pindi wanapokutana na nyinyi hao Mayahudi, qalu amanna, kusema tumeamini. Wa idha khalau, na pindi wanapokuwa faragha, wanapojitenga, adhu alaikum alanam, wanauma kwa ajili yenu vidole vyao, manake wanavinyata. Kuma manake mkung'ata, lakini sio kama wanang'ata mpaka wanakata kidole, wanafanya hivi. Hii ndio takukumba katika lugha ya Kiswahili, sawa. Wa idha khalau, na pindi wanapokuwa faragha, adhu alaikum alanam, wanaviuma
kwa manake wanavinata kwa ajili yenu vidole min alghayb, kutokana na chuki. Qul, waambie Muhammad hawa baba, mutu bighayri, kufeni kwa chuki zenu. Inna Allaha alimun bidhati sudur, hakika Allah ni mjuzi kwa vilivyomo katika vifua. Allah anavijua vyote. Hawa ni Mayahudi na Manasara. Ha antum, nyinyi, manake tambueni nyinyi. Ha litambii bimaana tanabbahu antum, sawa. Zendukeni nyinyi, ndio anachokusudia Allah tabaraka. Ha antum, zendukeni nyinyi. Antum ayuha almu'minun, ulai, hawa ndio ismu ishara yenyewe. Tuhibbunahum, mnawapenda wao, wala yuhibbunakum, na wala hawawapendi ninyi. Na hii sahihi kabisa. Watu'minuna bilkitabi kulli, na mnaviamini vitabu vyote, lakini hawapendeni hivyo hivyo. Wa idha laqukum, na pindi wanapokutana na nyinyi, qalu amanna, kusema tumemwamini Allah na siku ya mwisho. Wa idha khalau, ay wa idha infaradu, na pindi wanapojitenga, wanapokuwa faragha, addu alaykum al-adab, wanavinyata kwa dhidi yenu vidole, wanavinyata dhidi yenu vidole, min alghayb, kwa sababu ya chuki. Sawa, mimi hapa ni sababia, sababu kupata vidole hapa ni chuki unapokuwa nazo, sababia, sababu. Qul, waambie Muhammad, mutu bighayri, kufeni kwa chuki zenu, kufeni mpaka mchoke na chuki zenu. Inna Allaha alimun bidhati sudur, hakika Allah ni mjuzi kwa vile vilivyomo katika vifua. Huwa dhadalil, hii ndio dalili bwana, ala khatikum fi mahabbatikum, juu ya kule kukosea kwenu, fi mahabbatihim, katika kuwapenda. Hii ndio dalili juu ya kukosea kwenu katika kuwapenda wao. Shekh anavyosema, fa antum tuhibbunahum, nyinyi mnawapenda hawa Mayahudi na Manasara, watuhsinuna ilayhim, na mnawafanyia wema wao, wa hum la yuhibbunakum, na hali ya kuwa wao hawapendeni. Wayahmiluna lakum aladawata walbaghdha, na manake wanabeba kwenu nyinyi chuki na uadui. Antum tu'minuna bilkitabi almunazzala, na hali ya kuwa nyinyi mnaviamini vile vitabu vilivyoteremshwa vyote, sawa. Waminha, na katika vitabu hivyo, vitabu vyao Mayahudi na Manasara. Sisi Waislamu tunaviamini kwamba Taurati ni kitabu cha Allah ambalo sisi Waislamu tunaamini kwamba Injili ni kitabu cha Allah ambao wamepewa Manasara, lakini wao hawaamini kwamba Qur'ani ni kitabu cha Allah. Jamani, haya maneno si sawa? Si sawa, wala sio kwa hivyo. Wahum la yu'minuna bikitabikum, na hali ya kuwa wao hawakiamini na wala hawakisadikishi kitabu chenu. Fakaifa tuhibbunahum, Sheikh anasema vipi sasa mnawapenda watu hawa? Sasa jawabu mnalolejea, in tamsaskum hasana, na likiwaguseni nyinyi jambo zuri, au utakapowapata nyinyi wema, tasuuhum, unawahuzunisha wao, unawaudhi wao. Wa in tusibukum sayyi'atun, na likikupateni nyinyi jambo baya, yafrahu biha, wanalifurahikia jambo hilo. Hii maana ni ishara ya hasad. Mtu hasidi ndio anapokuwa siku zote na sifa kama hii. Ukipata zuri ya chukia, ukipata neema ya furahi. Nataka siku zote utembee na basikeli yako usiku na bambara na una raha. Ikifika siku za mvua zile, mara imetoka change, asikia raha kwa kweli, change imekatika, watopata kurukia wewe, yeye ndo raha. Lakini siku kuona kwamba una pikipiki yako hapa, hamna pikipiki kawaida, wala sio ile pikipiki ya beghani, anza kusema kwa pembeni, wana mustafa ndo kazi zao, omba mpaka pikipiki. Sasa siku ina hiyo gari jamaa za kafa, lakini si tuandaje tu kama maasi mutu bi khair, tupele mbali kufenda chuki zetu.
ndio jawabu lao watu kama hao. Wa in tasbiru wa tattaqu, Allah anasema na mkivumilia na mkamcha Allah, la yadhurukum kaiduhum shay'a, hazitowadhuru nyinyi hila zao na chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, hakika Allah kwa yale yote wanaoyatenda ni mwenye kuyazunguka kwa kuyajua, ni mwenye kuyazunguka kwa kuyajua. Ihatatul ilmi, hapa ihatatul maana al-ilm. In tamsaskum hasana, ukiwapateni nyinyi, ukiwaguseni nyinyi wema, manake ni kuwapateni nyinyi jambo jema, tasubuhum, linawaudhi wao, linawahuzunisha wao, hawataki kabisa mpate mema, yani mambo yenu yawanyewekee. Wa in tusibukum sayyi'a, na nikikuwapateni nyinyi jambo baya, nikiwapata nyinyi jambo baya, yafrahu biha, wala nifurahikia jambo baya lile, wanaona raha. Hawa ni watu nini? Hawa ni Mayahudi na Manasara, na waje kufanana na watu kama hawa na sifa kama hizi. Allah anasema wa in tasbiru wa tattaqu, na mkisubiri na mkamcha Allah, la yadhurukum kaiduhum shay'an, hazitowadhuru nyinyi hila zao, vitimbi vyao na chochote. Hivyo ni vitimbi, la yadhurukum kaiduhum shay'an, havitowadhuru nyinyi hila zao, manake hazitowadhuru nyinyi hila zao chochote, havitowadhuru nyinyi vitimbi vyao chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, hakika Allah kwa yale ambao wanaoyatenda ni mwenye kuyazunguka. Wa min adawati haula, Sheikh anasema, na miongoni mwa maadui hao, miongoni mwa maadui watu hawa, annakum ayuha almu'minun, kwa nyinyi waumini, in nazala bikum amrun hasan, pindi litakapowashukia nyinyi jambo zuri, min nusri, kutokana na ushindi, wa ghanima, na kupata ngawira, dhaharat alayhim alkaabatu walhuzn, ndio inadhihiri kwa wao, yani majonzi, alkaaba, majonzi, walhuzn, na ule huzuni unadhihiri kwa wao. Wa in waqa bikum makruh, na kama litatuka kwenu nyinyi jambo lenye kutukiwa, min hazima, labda kushindwa, au naqsin fil amwal, sawa, au kule kupungua katika mali zenu, wal anfus, nafsi kupotea, watu kuuliwa, wa thamarat, na katika matunda, fariqu bidhalik, hilo la wafurahisha sikara. Na kama takuuliza basi akuuliza kwa kibei, unajua maneno ya kibei ndio kuuliza wao. Sasa wa in tasbiru ala ma asaba, na hii ndio sifa mu'min, na kama mtavumilia juu yale ambayo tukuwapateni, watattaqullaha fima amarakum bihi, na mkamcha Allah katika yale ambayo ameamrisheni, wanahakum anhu, na akawakatalia yale ambayo Allah amewakatazeni, la yadhurukum adha makrihi, manake ule udhia wa vitimbi vyao hautowadhuruni nyinyi, hautowadhuru chochote. Na hii ndio maana maneno yake Allah kusema, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum, vitimbi vyao vile havitowadhuruni nyinyi wa chochote. Allah tabarak wa taala anaendelea katika aya hizi, anasema, wa idh ghadawta min ahli, na kumbuka zamani ulipoondoka mapema, au ulipotoka mapema kabisa, min ahli, kwa jamaa zako, tubawi'ul mu'minin, hali ya kuwa unawaandaa Waislamu, maqaida lilqital, katika zile sehemu zao za kupigana vita. Wallahu samiun alim, na Allah ni msikivu na ni mjuzi. Hapa Allah tabarak wa taala anayezungumzia ile ghazwat Uhud, ndio anayezungumzia katika aya hii, ambapo baada ya washirikina na makafiri kupigwa vizuri tu katika ghazwat Badr, wakawa wameondoka na maumivu na jamaa zao na watu wao wakaibu kuuliwa katika vita vile, walijipanga upya makafiri, wakakusanya baadhi ya makabila mbalimbali, na wakachukua al-ahabish, Habash, wale watu wa Habash, wakawakusanya wote kwa ajili ya kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kupambana na Uislamu. Wakaja paka watu wote wakaika kambi duniani, lengo lao ni kuivamia Madina na kumsambaratisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam yaumul jumaa, baada ya kumalizika salati Ijumaa, alikaa na masahaba kushauriana, zikatoka rai nyingi, lakini katika wale waliotoa rai ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sema mimi rai yangu na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, naona hivi kwa rai yangu, mimi naona kwamba watu waacheni kule kule,
Kama watakaa kule wenyewe itakuwa wamejizuia wenyewe, na kama wakiingia sasa Madina kuivania, tutawashambulia sisi wanaume, wanawake na watoto tutakuwa wanatupia mawe kupambana nao. Na kama watarejea basi rajau khaibin, tarudi hali ya kuwa wenye kupata hasara shughuli zao. Inshallah, lakini tusende kuwadhamia dini hapa mpaka tufanye sisi. Kuna vijana ambao hawakuhudhuria ghazwa ya Badr, hawakuhudhuria, sema wa Rasulullah alikupambana nao, sisi tujiandaeni tunakuadhamia tupigane nao, sio usubiri mpaka tuingie sisi. Wana ile hamu ile vita. Sallam vijana alipoona vijana wengi kwa hivyo amatana na raia Jumamosi ambao sasa ni Shawwal, Jumamosi ambao ni mwaka wa 3 Hijria. Sallam kana nyumbani kwake kujiandaa, tayari ameshajiandaa kwa sallam. Kuna wengine kwa ndio mimi mtume hii bana ni mambo mengi, wale vijana bila kuona malama mengi wakafuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi tu tubaki tusende katika jihad. Tukasema ma yambaghi linabiyyi in labisa rahmatahu, kwamba haipasi kwa mtume yoyote pindi atakapovaa ile maguo yake ya vita anyarja, arudi tena nyumbani, hata yahkum Allahu lahu, mpaka amhukumie Allah taala. Nishafa vita, shachukua mkuki wangu, shachukua tursi yangu ngao hii, afu anambia vita nini, kondeni. Kuna kusimama watu wakatoka. Abdullah bin Ubay bin Salul alitoka na alirudi takriban watu kama 300, kwa sababu alitoka watu 1000 katika ghazwa hii, watu 1000. Sawa, lakini Abdullah bin Ubay bin Salul baadaye kule mbele kule anafika mbele kabisa, alirudi na watu 300, alijenga chuo kwamba yeye hakusikiliza na kile alichotoa, wakati wakabaki watu kama 700 kuna kupambana katika ghazwa, na hali ya kuwa shirikini watu 1000. Tutakuwa mwenelewa vizuri hapo. Lakini Mtume sallam, na katika watu 1000 katika upande wa washirikina kuna mtu mmoja anaitwa Khalid bin Walid, wakati huo yuko katika ghazwa bado hajasilimu, na vita hivi Waislamu walishinda, na msababishaji mkubwa aliosababisha kushindwa ni Khalid bin Walid. Shinda sasa. Allah tabaraka wa taala anamkumbusha mtume wake, anamwambia wa idh khadawt, nakumbuka zamani ulipotoka mapema, min ahlik, kwa jamaa zako, tubawi almu'minin, hali yakuwa unawaandaa na kuwatayarisha waumini maqaida lilqital, zile sehemu zao za vita, kwamba wewe utakuwa upande wa kulia, wewe utakuwa upande wa kushoto. Na mshika bendera katika vita vile alikuwa ni Mus'ab bin Umayr. Sawa, radiyallahu ta'ala anhu. Wallahu samii'un alim, Allah ni msikivu na ni mjuzi. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب